yako? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, niko buheri wa afya. Habari za kwenu? Sisi alhamdulillah kwa upande wetu. Mambo ni mengi ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Haji Sande Manara anaendelea kuanikiza katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na kile ambacho kilichotokea ndani ya mchezo wa dabi kuhairishwa miongoni mwa wasiokuwa na imani na viongozi wa bodi ya ligi ikiwemo na Haji Sande Manara. Vipi kwa upande wako, maoni yako ni yapi? Mimi kwa Manara ni wa jina wangu na hata mtaani kwangu mpaka watoto wadogo ndio jina maarufu mtaani kwangu. Sawa? Naitwa Manara pale, sio ukoo wangu lakini navuma ukoo kwako kwa sababu ile ni wa jina wangu, lakini pia kikabila upande wa kwa mama pia ni ndugu yangu. Lakini kwa vitu ambavyo anavifanya siwezi kumsupport. Mimi naamini hizi ndo tunasema nyakati za mwisho kwa mwanadamu. Sawa? Zile sakatul mauti. Yani nyakati za mwisho za mwanadamu kuondoka katika ardhi hii. Yani unamuona kabisa mtu anachokizungumza hakipo kabisa kwenye swala la michezo, lakini anazungumza kuhamasisha ili kurudisha tempo yake kama alikuwa naye zamani. Unajua Manara kapoteza direction kwenye masuala ya kufuatiliwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni wapi labda atarudisha ile vibe kama zamani au anapendwa kama zamani. Sasa hivi ubalozi wengi washamkataa sasa hizi. Alikuwa na La Liga, sasa hivi hawapo. Sawa? Dela Boss ni yeye sasa hizi kimya. Kwa hiyo ni vitu vingi sasa hivi vimeshaondoka, watu washaondoa ubalozi kwake. Hawezi kuweka ubalozi kwako wakati Shabaki Gofu. Nyumba imevunjwa, mimi nakaa nafanya nini? Huyo shetani yenyewe kwenye mtu ukikatwa anaondoka. Anaenda kutafuta mtu mwingine. Anakaa tena kuna kivuli hapo. Sikunajua atakaa kwenye kile kisiki. Kwa hiyo Manara sasa hizi kashapoteza mwelekeo. Mimi ni muombe tu. Kama anahitaji kuendelea kuwa mwana soka na kuendelea kuzungumza vitu mbalimbali katika mpira duniani, sio Tanzania tu, akae kimya. Lakini kama ajitakii mema kwenye soka letu hili duniani, unajua sasa hivi hatuko kwenye biology, tupo kwenye digital. Tumeshaondoka kwenye elimu ya kizamani huko. Sawa? Tuko kwenye digital. Ndio hiyo. Sawa? Sasa hizi tuko kwenye digital. Sawa? Tuko kwenye digital, maana ni digitali. Sasa hivi mambo yote kiganjani. Kwa hiyo binafsi tuondokane na zama za kizamani. Mtoto zamani akienda shule lazima mkono uguse sikio ndio anaenda kuanza darasa la kwanza, sio chekechea kulikuwa hakuna. Sawa? Sasa hivi mtoto tu miaka 5 anaanza darasa la kwanza. Kutokana tayari kashaanza toka miaka 2 anasoma chekechea. Kwa hiyo binafsi tutambue kwamba ni wakati ule umeshapita, huu ni wakati wa sasa. Kwa umri wake na vitu anavyofanya aviendani. Yeye kahamasisha kwamba viongozi wa klabu ya Vyamba Mkumba waitishe mkutano. Baada ya kuona viongozi kuitisha mkutano wameitisha wazee na vikundi vingine vya wahuni kila kona ya nchi. Zanzibar, makao makuu ya nchi Dodoma, na pale kulikuwa na maandamano Jangwani. Na mimi siamini kwamba kibali ambacho wanachokililia wazee wa Young Africans kina mantiki. Kipi hicho? Alama zao 3 na haki waweze kupatiwa. Wanalia haki. Alama 3 walicheza mchezo na nani? Pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 walicheza na nani? Kwa sababu alama 3 ninavyozijua mimi, umecheza mechi uwanjani, labda katika timu uliocheza naye imekufunga, imetokea emergency kwenye kanuni na sheria za mpira wa miguu. Kama mchezaji amecheza akiwa na kadi 3 za njano au kosa lingine lolote ambalo linastahili mtu kupewa pointi 3, ndio kamati itakaa mezani kule, itaamua kupewa pointi 3. Kama kuna kesi hiyo pale, mimi niko tayari kusubiri wapewe pointi 3. Ila kama kesi kwamba wao walikuwa uwanjani wamecheza, watitajiwa wamecheza na Namungo, wamecheza na IF au walicheza na Njombe Mji pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe 8 mpaka wadai pointi 3. Huo ni upotofu wa uelewa. Unajua upotofu wa uelewa? Kuna watu hawajui kama hii timu haikuanzishwa kwa ajili ya mpira. Sasa hivi sasa ndio wanajua. Sijai kuona timu yenye viongozi lakini kila kona ya nchi watu wanaanzisha maandamano. Wanaitisha press na wanatoa matamko. Tunakupa siku 7, Rais Karia utuombe radhi au uondoke kwenye kiti chako. Wewe kama nani kwenye mpira wa Tanzania? Sawa? Na wengine wakienda mbali, wakitokea pale kwenye makao makuu yetu ya nchi. Nilisikitika sana ile siku ya juzi. Wakisema kwamba mpira huu wa kwetu na nchi ya kwetu. Na kama ikitokea sasa tukishuka daraja, hapa ligi hakuna hapa. Wewe nani? Kwa hiyo unaona kabisa watu kama wamekunywa vile vipombe vya kienyeji vile vya shilingi 200 kwenye vibanda huko. Alafu wanakuja wanaitisha press wanaongea. Huwezi ukaukosea mpira heshima. Ligi yetu ilikuwa mbali sana. Sasa hizi ligi inapanda tunaambiwa nafasi ya 4 Afrika. Jiulize Afrika kuna nchi ngapi ambazo zinafanya vizuri kwenye soka? Wewe ukashika nafasi ya 4. Huo ni jambo kubwa hilo. Lakini mtu tu kala ugali wake wa muogo na mlenda kashashiba, basi kwa sababu kila mtu ana uhuru kwenye nchi, anakaa anaitisha press, anaongea anachokiona yeye kinasui. Tusikosee mpira wetu na tusimkosee Karia. Karia huyu katika utawala wao wa kuchukua ubingwa mara 3, ni utawala wa Karia. Sisi alikuwepo Malinzi na aliongea kwa kinywa chake, kwenye utawala wangu Simba abebi ubingwa. Miaka 5 kabeba Azam mara 1, Young Africa kabeba mara 4. Na tuliona msimu wa mwisho Yanga kwa bingwa, Simba alistahili kuwa bingwa. Tumecheza na Kagera tulifungwa kwenye ule mchezo kule Bukoba. Lakini walichezesha mchezaji ana kadi 3 za njano. Simba alikata rufaa kwenye ule mchezo. Kamati imekaa ndani iende kujadili zile kadi 3. Anatokea mjumbe wa kamati ya utendaji Salumu Mkeme na Mtaja akizungumza kwenye media wakati kamati inaenda kukaa siku hiyo. Kama Simba atapewa pointi, sisi lazima tuandamane.
Hatutokubali. Huyo mjumbe tu wa kamati ya utendaji katoka kazungumza. Sawa? Kweli jioni kamati inatoa pointi 3 kwa Simba na magoli 3. Malinzi kesho yake anakurupuka na mbele kamati irudi tena mezani, pointi 3 zimerudi Kagera na magoli 3 yamerudi Kagera. Je, kulikuwa na uhalali pale? Mechi zinaoneshwa, wamejiridhisha mikanda ya video na wametoa pointi 3 magoli 3. Je, imekuwaje yeye anayeamrisha tena kamati irudi tena mezani? Yaani ametumia uwezo wa nguvu yake na umwamba wake, kwa sababu alisema Simba kwenye utawala wake hatobeba ubingwa. Kilichotokea Simba mchezo wa mwisho waligomea kuvaa medali za mshindi wa pili pale Benjamin Mkapa. Na nakimtaja hapa makamu mwenyekiti wetu wa Simba Geoffrey Nyange Kaburu alisema, wana Simba msiwe na wasiwasi, tulieni, ili jambo limefika mahali pake, tumegomea kuvaa medali, kesi yetu inaenda kasi mahakama ya mpira duniani. Simba lazima apate haki yake na ubingwa lazima achukue. Na sisi tuliamini kwamba Simba anaenda kuwa bingwa, kwa sababu kwenye option za kuwa bingwa Simba msimu ule pointi tulikuwa sawa 69 kwa 69. Sawa, tukienda kwenye head to head, mechi ya kwanza sare 1-1, mechi ya pili tumefunga 2-1. Simba maki kote alikuwa anastahili kuwa bingwa, lakini ameenda kwenye kipengele cha magoli na walituzidi goli moja. Kwa hiyo msimu wa 2017 wamekuwa bingwa kwa goli moja tu, huku tukizulumiwa zile kadi 3 za faki. Kwa viongozi wetu hawakwenda FIFA, hawakwenda wapi, akavutana pembeni wakamalizana, jambo limeisha, sema maisha yakaendelea. Kama kuandamana Simba tungeandamana pale. Lakini tumetulia kwa sababu sisi watu wa mpira tunajua kama wenzetu wanabebwa. Lakini kuenda mbali baada wazee kuibuka juzi, ameibuka Ismail Aden Lage, katibu wa zamani wafati kabla ya TFF, akiwepo na mwenyekiti wake marehemu Aden Ndolanga. Sawa? Amesema kwamba wao mimi ndio wa kwanza atakuwa niwashushe daraja. Msimu ule kulikuwa hakuna TMS, habari ya kimtandao, kulikuwa na form mama TFF. Kila timu lazima ilete majina yapite kwenye form mama TFF. Kila mchezaji lazima asaini. Wananchi wao pekee ndio timu kongwe hapa. Mpaka inafika saa 4 wachezaji wao wamegoma kusaini kwa sababu saini fee yao hawajalipwa. Wamegoma kusaini kwenye ile fomu. Sasa inaendaje kule? Inasajiliwa vipi? Wameenda kukaa sasa. Sawa? Na Lage, bwana saa 5 usiku, saa 6 dirisha linafungwa. Tunafanyaje? Wachezaji wetu washatugomea kusaini. Hata mmoja hakuna hapa. Tuna majina tu. Kina Juma, kina Shabani wamo hapa. Lakini saini zao Juma hakuna wala Shabani hakuna. Tunafanyaje kwenye hili? Yakatengenezwa mazingira kwamba wale wafeve watangazwe kama wamefanyaje? Wamekamilisha vigezo, watangazwa wamepita. Kumbe hakuna hata mchezaji mmoja alosaini. Lage anatangaza saa 6 dirisha limefungwa, timu ya mwisho libaki ni hii, wamekamilisha vigezo. Kumbe kwenye ile fomu pale kwenye saini ni empty pale. Hakuna hata mmoja alosaini. Sasa Mnande, unawaambiaje wazee wa Young Africans, neno lako? Mimi sio kuambia wazee. Kusema kuambia wazee nitakuwa nawakosea. Sababu hao wazee ndio wazee waliotulea sisi, waliotukuza sisi. Mimi naamini wale ni wahuni tu wamekusanyana kwenye vijiwe vya kahawa na kuitisha press, sio wazee wa klabu. Mimi lawama zangu zipo kwa wenye mamlaka, wenye mpira wao. Ndio maana nimekutolea data ya muda mrefu toka Fati kabla ya TFF. Kwamba hawa walikuwa wanabeba toka zamani. Unaambiwa Kambale mkunje angali mbichi. Akisha kauka Kambale akunjiki. Maana kimkunja anavunjika. Ndio hichi kinachotokea. Sasa tumekosa ubingwa mara 4. Sawa? Mara 5. Wao wamechukua mara 4, Azam mara 1. Ulisikia Simba wameandamana? Katika ile miaka mitano kuanzia 2013 mpaka 17. Pamoja na matukio yote ya kufanyiwa kabisa, tunaonekana Simba tulistahili kwa bingwa. Tuliandamana. Wamekuwa bingwa mara 3 hapa. Simba wamemsikia kaandamana? Au sisi hatuumii? Hatuhitaji ubingwa. Lakini wao saizi wanaongoza ligi. Wanaongoza kwa magoli. Lakini hao kila kona ya nchi wanaandamana saizi, hatuchezi. Hamchezi nini? Tarehe ya mechi haijatangazwa. Hukumu ya mechi ile haijatoka. Wewe unasema ucheze nini? Rais anawaambia kwamba nyinyi wacheza sinema wanakataa. Zile nini? Zile tulizoziona Jangwani juzi. Watu wamefunga na swaumu zao wanaenda kucheza singeli. Ile si singeli zile. Je, kweli nyinyi mkiambiwa wacheza sinema anakosea? Si ana haki kuambia wale wacheza sinema. Kwa hiyo mimi naamini shirikisho ndio linasababisha haya mambo. Na hata leo nimesikia kauli ya Steven Mguto. Anasema kwamba tukiamua kusimamia kanuni na sheria, maana Simba hatutokuwa nayo, Yanga hatutokuwa nayo. Hizi timu manake tutazishusha. Mimi Mguto tu aniambie kitu kimoja. Kosa la Simba ambaye kalifanya anaweza kuishusha daraja. Hataji hata moja tu. Alafu sisi tukamuelewa kwamba kweli Simba anastahili kushushwa daraja. Lakini hawa taarifa wametoa Lage toka Fati. Wamepeleka majina yamesajiliwa kule. Saini hakuna. Vilabu vingine vote saini zipo. Ile timu silistahili kushushwa daraja. Tena ligi daraja la pili. Lakini Lage anakuambia niliogopa kwa sababu ya vitisho vya timu hizi, unawezekana akakuondoa katika dunia hii. Hao wenzetu wana uwezo huo kwa sababu wana roho mbaya. Ukimwona mzee wa Yanga yoyote, asilimia kubwa wengi ni washirikina. Kwa sababu wana roho mbaya. Mtu mwenye roho mbaya lazima awe mshirikina. Sawa? Lakini wazee wa Simba wengi ni mawichi dokta. Kwa nini mawichi dokta? Wana roho za huruma, wapo kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaumizwa na washirikina. Wafuatilia, mawichi dokta wengi Simba. Lakini tafuta washirikina wengi ni kina nani? Kama sio hao Vyamba Mkumbe. Yoyote mwenye roho mbaya lazima awe mshirikina. Kwa hiyo hawa wamejaa kwa ajili ya vitisho. Wewe kauli ile kama mzee unamwambia kwamba rais wa TFF tunakupa siku 7 utuombe radhi. Wewe nani? Kwenye nchi hii. Maana kauli ile bora hata angeongea rais wa nchi. Kwa sababu hivyo vitu vyote viko chini yake. Sio wewe mzee umekula ugali wako na mlenda, unakaa unasema siku 7. Sawa?
Hiyo kipindi cha Fati tumefika AFCON mara moja tu mwaka 80. Toka hapo zaidi ya miaka 30 na kitu hatujai kugusa tena AFCON. Lakini kwenye utawala wake 2018 kwa mara ya kwanza, 19 tunaenda AFCON. Sawa? Mpaka sasa tuna AFCON ya 3 hii ndani ya miaka 4. Kuna rais gani kafanya hivyo? Ligi imepanda thamani mpaka nafasi ya 4. Tunapeleka timu 4 Tanzania. Utawala wa nani? Sio Karia. Mashindano mangapi tuna host hapa? Tuna host AFCON 2027. Tuna host CHAN 2025 hii. Sawa? Leo unaweza kumwambia yule rais feki wa TFF. Kwa hiyo unatakiwa kukaa sehemu zungumza watu wakuelewe, zungumzia football, usizungumzie usiasa wako. Kwa sababu mimi nimebeba nembo ya mwenge wa nchi, basi niongee hapa kuharibu mpira. Kwa sababu wao kinachofanya waharibu mpira huu, ile nembo ile kwenye logo, ile bendera chuma, mlingoti chuma ile hapa, huo ndio unawapa mandate kubwa ya kujifanya wewe nchi yao. Eti mzee anasema nchi yetu. Sisi tunatoka nchi gani? Azamu anatoka nchi gani? Kagera Sugar anatoka nchi gani? Kwa sababu umeongea kabisa nchi yetu na mpira wa kwetu. Kama mpira wa kwenu basi watuambie bodi ya ligi na TFF, mpira wa viamba mkumbe tuwaachie. Sasa tukatafuta nchi tukacheze, tunacheza nao wa nini? Kumbe nchi yao na mpira wao wacheze peke yao, wauchukue mpira wakajifungia kwenye mabwawa yao pale kwa wanacheza Tanzania majuzi, wacheze. Na sisi tukatafuta ligi yetu tucheze. Tunacheza na watu kumbe sio ligi yao hii. Wana ligi ya kwao. Basi wajifungie wacheze. Kwa hiyo shida hii yote silaumu wazee wa viamba mkumbe, si walaumu au viongozi wa viamba mkumbe. Mimi nalaumu shirikisho. Leo ni siku ya ngapi? Zaidi ya siku 12 zimesha sipa 13 mpaka leo. Wanasubiri nini kutoa taarifa kwa umma? Kwamba tarehe ya mechi ni hii na lungu la faini ile, mtu kapigwa milioni 100 au milioni 200. Wale ambao wamehusika kuzuia yale mageti pa. Kwa sababu ni tukimhukumu meneja tunakosea. Kwa mimi binafsi kwa meneja simhukumu. Meneja yule anatufungulia uwanja, sisi kila siku tunacheza mechi za kimataifa, tunacheza robo finali hii ya 7. Tunaenda. Sawa? Si meneja yule au yule kabadilika? Leo tumhukumu yule meneja? Yule kaamrishwa kutoka juu, hawezi kupinga. Ule uwanja wa serikali. Ule uwanja sio wa Juma wala wa Shabani, ule uwanja wa nchi. Kwa yule ni meneja wa nchi. Kwa yule kama kapata mamlaka kutoka juu, usifungue geti, atafungua? Hawezi kufungua. Kwa hiyo tusimhukumu yule. Usiangalie ulikoangukia, jiangalie ulikojikwaa. Kwa hiyo mimi binafsi nalaumu mamlaka. Zichukue hatua za kisheria kwenye hili. Sawa? Kama hao wanafaa kushushwa daraja washushwe, na kama wanafaa kupigwa lungu tu wapigwe lungu, na tarehe ipangwe na watacheza. Sio nasema hatucheze. Hawa watacheza. Kama wao watacheza ataenda kutafuta nchi yao, ataenda kucheza mpira. Na kama wao ndio nchi yao kama wanavyosema mpira wao, basi sisi tutaenda kutafuta nchi, tunaenda kucheza mpira. Alafu tuone hao wenye nchi yao wanafanya nini kwenye taifa hili. Sasa hizi wanasuka mikeka hapa. Mabingwa wa taifa hili wa kihistoria. Kisa hizi wale kule wanasuka mikeka. Wanaimba ngojera. Wapo kwenye mashindano ya kimataifa. Sisi tunashika nafasi ya 3. Sisi ndio tupo sasa tunawakilisha taifa. Sasa wewe unasema nchi yako na mpira wako umefanya nini? Sisi tumekilipia chama cha soka kisifutwe cha Fati mwaka 98. Baada ya Simba kupata matokeo na Chapungu Rangers kutoka Zimbabwe 2-0, Chapungu wameshindwa kuja Tanzania kucheza mechi ya marudiano. Chama cha soka kipindi hicho hakina mapato, hela kinadaiwa kulipa kafu. Hela ya Simba milioni 20 iliyoingia kwa ajili ya fidia kutokuja kucheza mechi ya marudiano. Kipindi hicho ndio yuko Ndolanga na Rage wakatuomba, tukatoa ile hela wakaenda kufeva kulipa kafu. Ndio wao mwaka 98 mfumo wa makundi unaanza wanacheza. Na msimu huo tumewapa wachezaji 3. Simba ambaye saizi wanatuona hapa Yuda. Wachezaji 3 bure. Alphonse Modest, Mwanjelo Seki, sawa, na Shabani Ramadhani wakawasaidia, na wengine wamepotelea huko. Wao walishia kufanya mwaka gani? Sawa, sisi ndio tumesababisha kupeleka timu 4, kujenga uwanja Mkapa wenyewe ule pale wanazuia mageti, sawa, kupanda ligi. Alafu sisi saizi tunazaulika. Kwa hiyo tunataka heshima yetu, na ndio maana saizi katoka Babla, kaja Babla mwingine. Huyu Babla part 2. Huyu alikuwepo Zubeda Sakulu. Huyu ni Babla part 2. Barua moja, wao na barua 1000. Sasa hivi hata ukikuta barua ipo kwenye msimu, ujue ya viamba mkumbe wanadai pointi 3. Hiyo ni ukikuta kwenye msimu, sio habari za kazi wala tangazo lolote hili. Hiyo ni kudai pointi 3. Kwa hiyo ukiliona lisome vizuri. Kama unazo nyumbani unaweza ukapelekea Jangwani. Inawezekana ukikusanya hizo zote unaweza ukakuta pointi 200 wakazipata msimu huu kama mabingwa. Haiwezekani unaongoza ligi lakini unaandamana. Wewe unaongoza ligi tu unaandamana. Tukishakuwa mabingwa, hii nchi sio kwa amani hamna hapa. Kwa hiyo mimi naambia tu wenye mamlaka wachukue hatua za kisheria ili hao watu wakomeshwe, hivi vitu visiendelee. Habari ya kusema tutumie busara. Busara si hatutaki. Tunakwambia kabisa Mguto. Huko ndani huko. Hizo kamati kuna watu wa Simba wamo, au wa viamba mkumbe wamo, kutoka Ndanda si wapi, wote wamo. Tunaamini sheria na haki itendeke, kila mtu apate anachostahili kupata. Kama Simba kakosea, piga lungu, shusha daraja, arudi bondeni. Kama Kiamba Mkumbe kakosea, piga lungu, arudi bondeni. Masuala mazoea si hatutaki, kwa sababu timu zilizokuwa nyuma ni ndogo, zilikuwa zitufuate sisi. Kama tukisema sisi mpira ndo wetu, basi tupewe ligi yetu tucheze, alafu hivyo vitimu vingine vitafutiwe ligi yao. Haiwezekani wabingwa kila siku wawili tu. Kumbe kuna watu wanapewa ubingwa wa mipango. Mnadhamini timu 8. Mtu anasema amewabeba, mnasema katubeba nini? Hivi asingefanya mipango yenyewe mdhamini timu 8 mngekuwa hapa mlipo. Ndio kelele hizo. Sasa tunawaambia, tuliwasaka adui zetu, tunakaribia kuwapata. Wako karibu, yani wameshajaa.
bado kuwakamata. Hii ubaya ubwela utamfikia kila mtu. Naamini muda ukifika, hii nchi kila mtu atamtambua Simba nani, ule wababwani na nani, na Azamu ni nani. Tutajuana. Hakuna kujiita mkubwa kiolela olela. Ukubwa unatakiwa uwe bora uwanjani. Naamini huu ndio msimu wetu wa ubaya ubwela. Wana Simba tusitoke kwenye daraja kwenye hili. Ni washauri viongozi wangu, muendelee kufanya kazi iliyotukuka, muendelee kujipanga kwa ajili ya mechi yetu dhidi ya Almasi. Mashabiki na wanachama, ni muda wa kufocus sasa kwenye mechi yetu FA 27, lakini tukitoka hapo tunasafiri kuelekea Cairo. Huu ni muda wa kujipanga, tuachane na kelele za chula. Kalia na watu wake naamini washatusikia. Kazi itafanyika, majibu yatapatikana. Tuendelee kujipanga kwenye mechi zetu. Shukrani sana. Asante sana.